Leo tunamvisha taji Rose Muhando. Huwezi kufungua vitabu vya historia vilivyopo Afrika na Mashariki na dunia kwa ujumla vikizungumzia ulimwengu wa gospel, yani injili, bila kuikuta kurasa moja iliyobeba kitabu hicho ikipambwa kwa jina la Malkia wa Injili Rose Muhando. Maisha yake ni ushahidi tosha kuwa Mungu wetu hachelewi wala hawahi, anajibu kwa majira na nyakati zake. Nyota njema iliangaza huko Dumila, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro, nchini Tanzania, mnamo mwaka 1976. Tumbo la mama yake likabarikiwa kupata mtoto wa mwisho, binti Rose, ambaye kwa wakati huo aliitwa Shadia, kutoka familia ya Kiislamu. Shadia, binti mwenye nidhamu, heshima, mtaratibu, kipenzi cha wazazi wake, hasa mzee Muhando. Kilichofanywa apende zaidi ni kuwa binti aliyependa dini ya wazazi wake. Katika kipindi cha makuzi yake, Shadia alisumbuliwa sana na ugonjwa wa sickle cell. Ni ugonjwa ambao hushambulia seli nyekundu za damu na kusababisha kuishiwa kwa damu. Miaka 9 ilitosha Mungu kujitwalia utukufu wake kwenye maisha ya mtoto Shadia. Madaktari walijaribu kadri wawezavyo kumtibia, lakini ilishindikana. Wazazi nao walijitahidi kumtibia binti yao, lakini jitihada ziliweza kugonga mwamba. Ilifika mahali walikata tamaa. Hakika uponyaji wake Yesu mwenyewe alihusika. Usiku akiwa amelala, akiwa kwenye chumba cha peke yake, mwanga mkubwa ulitokea mithili ya nguzo ya umeme na kuangaza kwenye nyumba yote. Mkono ulimshika kichwani binti Shadia na kusema, "Mimi ni Yesu, nimekuponya. Amka ukanitumikie." Mara 3 sauti hiyo ilisikika kisha kutoweka. Shadia alipigwa na butwaa na mwili wake kuanza kuhisi baridi isiyokuwa ya kawaida. Wazazi waliona, ila hawakusikia sauti ile wala kuelewa, na kumbe ndio ulikuwa wakati wa Mungu. Na mwili mzima kuhisi baridi isiyokuwa ya kawaida. Wazazi wake waliona tukio hilo, lakini hawakusikia sauti ile wala kuelewa, na kumbe ndio ulikuwa wakati wa Mungu. Miaka ikasonga. Alipotimu miaka 12, kwa kutumia jina Rose alibatizwa na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake katika kanisa la Anglikana siku ya Ijumaa Kuu kuelekea Pasaka. Hivyo maisha ya misukosuko, shida, kukataliwa yalianzia hapo, maana ndugu hawakulipokea vyema swala hilo. Lakini baadaye alipokuwa tayari ana mji wake, Rose Muhando alirudi tena kwenye familia yake na kurejesha tabasamu lililopotea kwa muda mrefu, hasa kwenye paji la uso la mzee Muhando. Kuna ule msemo unasema, kichaa huchekesha sana akiwa hatokei kwenye familia yako. Huenda ikawa ni kweli. Miaka 25 baadaye, mzee Muhando alifariki dunia. Kisha ndugu wa karibu alimwambia Rose, "Mzee Muhando hakuwa baba yako." Rose alilia kwa uchungu sana, akikosa mtu wa kumfuta chozi lake wala kuelewa maumivu ya moyo wake. Basi hili likathibitisha kuwa hawezi kurithi kitu chochote kutoka kwa mzee Muhando. Nyumba iliuzwa, kisha Rose na mama yake wakaamriwa kuondoka wakati mvua ikiwa inanyesha, wakiwa hawajui wapi wanakwenda, wapi wataegesha vichwa vyao usiku huo. Ila Mungu aliwalinda usiku ule waliolala chini ya mti, wakisubiri sandakarawe iwe amina. Na ilipotimu asubuhi, Msamaria mwema alipatikana na maisha yakasonga. Hakika hakuna mtu angeweza kukalia kiti alichokalia Rose Muhando, na hata kuvaa kiatu chake walau kwa dakika chache tu. Leo tunataja jina lake kama mwanamke shupavu na jasiri katika safari yake ya muziki wa Injili. Safari ambayo ilianza kama mwalimu wa kwaya ya Mtakatifu Maria katika kanisa la Anglikana la Chimuli mkoani Dodoma. Mafanikio ni mengi, ikiwa ni pamoja na kupewa tuzo za heshima
Mnamo Februari 11, Rose Muhando alikuwa msanii wa kwanza kiinjili wa Tanzania kushinda mkataba wa kurekodi na kampuni ya muziki ya Sony, mkataba wa kipekee kwa Afrika ya Mashariki. 2009 alipewa tuzo ya mwimbaji bora wa nyimbo za injili Tanzania na shirika la utangazaji la TBC chini ya mwamvuli wa ule wimbo wake wa Nibebe. 2008 Malkia Rose Muhando alipewa tuzo ya mwimbaji bora wa kike Afrika kupitia tuzo za Groves Awards ambazo zilifanyika nchini Kenya. Januari 2005 Rose Muhando alipata tuzo 3 mfululizo, ikiwemo tuzo ya mtunzi bora wa nyimbo za injili, mwimbaji bora na tuzo ya msanii mwenye albamu bora kwa mwaka. Tuzo hizo zilisindikizwa na albamu zake zenye nyimbo zilizopangwa vyema kwa vina na mizani na mistari ya Biblia, zikiwa na mashairi ya kupendeza sana masikioni pa wengi, zikimzungumza huyu Yesu wa Nazareti. Albamu yake Kama Mteule Uwe Macho ya 2004, Jipange Sawa Sawa 2008, Nyota ya Ajabu 2011, Utamu wa Yesu 2012, Mungu Anacheka 2015, Nampenda Yesu 2017, Jitenge na Lutu 2017, Kamata Pindo la Yesu 2018 na Secret Agenda ya 2022 na nyingine nyingi. Jifunze kusimama na Mungu tu. Huo ndio ujumbe uliobeba maisha ya Rose Muhando, kwani licha ya kutumika chini ya kanisa lake kwa miaka 17, wakati mgumu na majaribu aliyopitia, hakuna aliyesimama na yeye. Kila mtu alimtenga, hata wale waliomwambia Yesu ni pendo, nao pia hakuwaona. Kikubwa walimwambia, huo ni msalaba wako, beba mwenyewe. Lakini Mungu ni mwaminifu, hakumwacha hata leo. Malkia wa nyimbo za injili bado anaunguruma Tanzania, bado anaunguruma Afrika ya Mashariki. Rose Muhando. Jina langu ni Caroline Francis. The Spirit Show.